Israel kwa sasa inakabiliwa na lawama nzito kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Na ni kwa nini? Ardhi. Hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Israel ya kunyakua sehemu za ukingo wa Magharibi imeibua wimbi la lawama duniani. Lakini kama historia inavyoonyesha, hii si mara ya kwanza kwa Israel kunyakua ardhi na kuiweka nchi hiyo katika msuguano na jumuiya ya kimataifa. Dhoruba hii yote ilianza kufuatia pendekezo la watu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia baada ya waziri wa fedha Bezalel Smotrich, waziri wa sheria Yariv Levin na waziri wa ulinzi Israel Katz kuwasilisha pendekezo hilo. Wapalestina wanaziona hatua hizo kama mwendelezo wa kunyakuliwa rasmi kwa ukingo wa Magharibi wa mto Jordan na hatua ya kuelekea kunyakua sehemu kubwa ya eneo hilo. Serikali za Ulaya, ulimwengu wa Kiarabu na Wapalestina wenyewe wanaona kuwa unyakuzi huo unakiuka sheria za kimataifa na unaua matumaini ya kupatikana kwa suluhisho la serikali mbili, hivyo kuhatarisha ukosefu wa utulivu wa kikanda. Siku ya Jumatatu, mkuu wa mawasiliano wa Uturuki Berahtin Duran alilaani vikali uamuzi wa Israel wa kubadilisha maeneo katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu kuwa mali ya serikali ya Israel, akiitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Maoni yake yaliungwa mkono katika taarifa ya pamoja ya nchi nyingine 7 za Kiarabu, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na makundi mengine makubwa ya haki za kimataifa ambayo yamejiunga na kutoa wito wa vikwazo, maandamano ya kimataifa na kutambuliwa kwa taifa la Palestina kama hatua ya kujibu na kupinga unyakuzi huo. Chini ya sheria za kimataifa, eneo lolote haliwezi kuchukuliwa kwa nguvu. Sehemu kubwa ya dunia inachukulia ukingo wa Magharibi kuwa eneo linalokaliwa kwa mabavu. Kwa hivyo unyakuzi unaangaliwa kama ukiukaji wa sheria. Ndiyo maana tunaona majibu ni ya kimataifa, kutoka kwa UN hadi washirika wakuu wa Magharibi. Lakini hii sio mara ya kwanza. Israel iliwahi kunyakua ardhi na kila mara ilizua mizozo mikubwa ya kimataifa. Walinyakua sehemu ya Jerusalem Mashariki mnamo mwaka 1967 baada ya vita vya siku 6. Hatua hiyo haijawahi kutambuliwa na wengi wa jumuiya ya kimataifa ambayo bado inaona eneo hilo linakaliwa kimabavu. Tena mwaka 1981 Israel ilinyakua milima ya Golan nchini Syria na kupanua sheria zake huko. Tena hili bado limekataliwa kote ulimwenguni, kukiwa na utambuzi mdogo wa kimataifa miongo kadhaa baadaye. Kimsingi, kwa Israel wanaficha unyakuzi huu chini ya kivuli cha usalama wao au haki ya kihistoria. Lakini kwa sehemu kubwa ya dunia inaonekana kama kusogeza mipaka na unyakuzi wa wazi na wa nguvu, na ndiyo sababu upinzani ni mkubwa sana.